بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa baad, wanafunzi wa kidato cha kwanza wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa shule za sekondari, kuanzia kipindi hiki cha leo tutaanza kuchambua juu ya maudhui ya somo hili, yale ambayo yanafundishwa kwa kidato cha kwanza. Tumesema katika kidato cha kwanza tutaanza na maudhui ya kutambua uwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambapo katika eneo hili tutajifunza kazi mahususi zifuatazo. Ya kwanza ni kufafanua ufahamu wa elimu. Jambo la pili ambalo tutajifunza, tutaangalia mtu aliyeelimika. Jambo jingine ambalo tutajifunza katika somo hili ni umuhimu wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, pia tukiangalia na uhusiano wake na masomo mengine. Na jambo jingine ambalo tutajifunza ni kuchambua ufahamu wa dini. Pale tuliangalia ufahamu wa elimu, na sasa baadaye tutakuja kuangalia juu ya ufahamu wa dini. Hebu tuanze na uchambuzi wa hii sehemu ya kwanza, ambayo si nyingine bali ni kufafanua ufahamu wa elimu. Jambo la kwanza tunaloanza nalo ni kuangalia kazi ambayo inamfikirisha mwanafunzi, na hapa imetolewa sehemu ya aya katika surati Zumar aya ya 9, ambapo Mwenyezi Mungu anasema, sema, je, wanaweza kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Wanaotanabah ni wale wenye akili tu. Sasa hii kuiangalia hii aya, shirikiana na wanafunzi wenzako kusoma aya hii, kisha ujibu maswali yanayofuata. Maswali yenyewe ni mawili tu. Swali la kwanza linasema, unafikiri ni kwa nini hawawi sawa wanaojua na wasiojua? Hii tafakari, jadili na wanafunzi wenzako katika makundi. Jambo la pili unalotakiwa kujua ni kwamba, je, unajifunza nini kutokana na aya hii? Kwanza, kuna changamoto hapa, wanaojua na wasiojua wanakuwa sawa au hawawi sawa? Mwenyezi Mungu hapa anaanza kwa kuhoji, sema, je, wanaweza kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Wanaotanabah ni wale wenye akili tu. Kwa hiyo naambiwa swali la kwanza, unafikiri ni kwa nini hawawi sawa wanaojua na wasiojua? Jambo la pili, unajifunza nini kutokana na sura hii, surati Zumar aya 9? Sasa baada ya hapo ndio tunaanza na utangulizi. Sasa wanataaluma wametoa maana mbalimbali za elimu. Baadhi yao wanasema kuwa elimu ni mabadiliko ya tabia yanayotokana na ujuzi. Wengine wanasema kuwa elimu ni ujuzi unaomwezesha mtu kufanya jambo kwa ufanisi. Lakini pia wapo wengine wanaosema kuwa elimu ni kufahamu vitu kwa uhalisia wake kama vilivyo. Kwa hiyo ukitazama yote hawa wataalamu hawa mbalimbali hawa, kwa ujumla inaonyesha kwamba elimu ni ujuzi unaoambatana na utendaji. Hivyo elimu haiishii tu katika kujua mambo. Elimu hukamilika inapomwezesha mwenye kujua kutenda kwa ufanisi zaidi kuliko asiyejua. Baada ya hapo tunamwangalia kwamba mtu aliyeelimika ni nani. Tunaona kwamba mtu aliyeelimika ni yule ambaye ujuzi aliyoupata humwezesha kutenda kwa ufanisi zaidi kuliko pale alipokuwa hajapata ujuzi huo. Mtu aliyesoma hatachukuliwa kuwa kaelimika, bali kuelimika kwake kutathibitika katika matendo na mwenendo wake. Matarajio ni kwamba mtu msomi anapaswa kutenda kwa ufanisi zaidi kuliko asiyesoma. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawafananisha na punda wale wanaosoma vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini hawayatekelezi mafundisho ya vitabu hivyo. Anasema katika surati Juma sura ya 62 aya ya 5, anasema Mwenyezi Mungu, mfano wa waliopewa Taurati kisha hawakuichukua kwa kuitumia,
ni kama punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa bila kunufaika kwavyo, mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Allah, na Allah hawaongoi watu madhalimu. Sasa baada ya kuipitia aya hii, naanza tena kwa kupeana kazi ya wanafunzi kufanya. Mwanafunzi, kushirikiana na wenzako kusoma aya ifuatayo, kisha ujibu maswali yanayofuata. Aya yenyewe ni aya ya 51 ya surati Ashura. Aya inasema, na haikuwa kwa mtu kwamba Allah anasema naye ila kwa ilhamu, anayetiwa moyoni mwake, au kwa nyuma ya pazia, au humtuma mjumbe, yani malaika, naye humfunulia kiasi anachotaka kwa idhini yake Allah. Bila shaka yeye ndiye aliye juu mwenye hekima. Sasa swali linakuja, umeshirikiana na wanafunzi wenzako, umesoma hiyo aya, unaulizwa maswali yafuatayo. Aya hii inazungumzia nini? Aya hii inazungumza kitu gani? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, tunajifunza nini kutokana na aya hii? Maswali haya mawili ya kujadiliana na wenzako baada ya kusoma, ili mpate kujifunza kwa pamoja kwa kujadiliana, kabla mwalimu hajaeleza jambo lingine lolote, na mjipe muda wa kutosha katika kuifanya hii. Baada ya hapo, kuna kazi ya tatu ambayo hapa unapewa habari ya kusoma, kisha ujibu maswali yanayofuata. Habari yenyewe ni hii: baadhi ya watu wameigawa elimu katika mgawanyo wa elimu ya dunia na elimu ya dini. Baadhi ya watu. Mgawanyo huu umetokana na kuitazama dini kama matendo ya kiroho yanayohusu maisha ya akhera. Kwa mtazamo huu, elimu ya dini ni ile inayoshughulikia masuala ya kiroho ya mtu binafsi. Masuala ya kiroho ni kama vile kuswali, kufunga na kutekeleza ibada nyingine maalum. Kwa maana nyingine, elimu hii haihusianishi ibada hizi maalum na maisha ya kila siku ya kibinafsi, kifamilia na kijamii. Kwa upande mwingine, elimu ya dunia kwa mtazamo wa watu hao ni ile inayojishughulisha na masuala ya kijamii na mazingira. Elimu hii inahusu mambo ya uchumi, inahusu mambo ya siasa, inahusu mambo ya utamaduni, inahusu mambo ya sheria, na inahusu masomo kama vile biology, kemia, fizikia, ambayo haizingatii mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mgawanyo huu, elimu ya dini ndiyo iliyofundishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mitume. Kwa wao, elimu ya dunia imebuniwa na binadamu kwa msukumo wa mahitaji ya kilimwengu. Hiyo ndio habari ya kusoma, na kisha ujibu maswali yanayofuata. Jambo la kwanza, bainisha maudhui ya habari uliyosoma. Nini maudhui ya habari hii? Jambo la pili, umejifunza nini katika habari uliyoisoma? Na jambo la tatu, shirikiana na wanafunzi wenzako kujadili matokeo ya mgawanyo wa elimu uliobainishwa katika habari uliyosoma. Kwa hii yote ni kukujengea kwamba unachokisoma zingatia, na halafu uangalie nini matokeo ya kile ambacho umejifunza. Baada ya hapo, kuna kazi ya nyingine ya kufanya, nao ni kusoma habari ifuatayo kisha kujibu maswali yanayofuata. Wanazuoni wameigawanya elimu katika makundi mbalimbali kwa kuzingatia vigezo maalum. Miongoni mwa vigezo hivyo ni kigezo cha historia na kile cha kufaradhishwa kwake. Kwamba kihistoria, elimu imegawanyika katika makundi mawili ambayo ni elimu ya mazingira na elimu ya mwongozo. Ambapo elimu ya mazingira ndiyo elimu ya kwanza kupewa mtu wa kwanza, kama ilivyoelezwa katika Qur'ani. Mara tu baada ya kuumbwa Nabii Adam alayhisalam, alifundishwa majina ya vitu vyote ambayo yanawakilisha elimu ya mazingira. Elimu hii inajumuisha na fani mbalimbali zinazomwezesha mwanadamu kuyamudu mazingira yake. Kwa mfano, miongoni mwa fani hizo ni ualimu, miongoni mwa fani hizo ni udaktari, pia uhandisi, ufamasia, urubani na uuguzi. Elimu ya mwongozo kwa upande mwingine imeletwa kwa ajili ya kutoa maelekezo ya utekelezaji wa ibada maalum.
mfano namna ya kusali, namna ya kuhiji, namna ya kuozesha na kadhalika. Pia elimu ya mwongozo inatoa mwelekeo sahihi kuhusu namna ya kuiendea elimu ya mazingira. Aidha, elimu ya mwongozo inajihusisha na masuala ya kibinafsi, masuala ya kifamilia na masuala ya kijamii kama vile akhlaq, masuala ya ndoa, masuala ya mirathi, masuala ya mavazi, masuala ya sharia, masuala ya siasa, masuala ya uchumi, masuala ya biashara na kadhalika. Sasa kwa mujibu wa kigezo cha kufaradhishwa elimu, yanapatikana madaraja mawili ya elimu ambayo ni faradhi ain na faradhi kifaya. Elimu ambayo ni faradhi ain maana yake ni elimu ambayo kila Muislamu anapaswa kuisoma na haina uwakilishi. Mfano, elimu inayohusu afya binafsi, swala, kusoma na kuandika, funga, hija na mawasiliano. Kwa upande mwingine, faradhi kifaya ni elimu ambayo wakisoma wachache katika jamii inatosheleza. Kwa maana nyingine, sio lazima watu wote wasomee kugawa zaka, watu wote wasomee kuosha maiti, watu wote wasomee udaktari au watu wote wasomee uhandisi. Kinachotakiwa ni wale watu wenye vipaji vya fani fulani, kwao inakuwa ni wajibu wasomee fani hizo kwa manufaa ya jamii. Wasipopatikana wa kuwakilisha jamii yote itawajibika. Kwa mfano, wakikosekana watu wa kumfanyia maiti mambo ya kufaradhi, jamii yote itapata dhambi. Hivyo kila mmoja wetu hana budi kujifunza elimu ya mwongozo na elimu ya mazingira kwa kadiri ya uwezo wake wote, kwa lengo la kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusoma habari hii, sasa jibu maswali yafuatayo. Swali la kwanza, kuna tofauti gani kati ya elimu ya faradhi aini na elimu ya faradhi kifaya? Jambo la pili, umejifunza nini kutokana na habari hiyo uliyoisoma? Baada ya hapo ya kujibu hayo, na kazi nyingine ya kufanya ambayo ni kusoma habari inayofuata kisha kujibu maswali yanayofuata. Habari yenyewe inasema hivi: Muislamu analazimika kutafuta elimu si kwa ajili ya maslahi binafsi wala maslahi ya kidunia, bali anapaswa kutafuta elimu kwa lengo maalum na kwa kuzingatia mafundisho ya dini yake. Qur'ani inatufahamisha kuhusu chanzo na lengo la elimu katika aya ya kwanza ya sura Alaq, ambapo Mwenyezi Mungu anasema Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Kusoma kwa jina la Mola wako ni kusoma kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au kusoma kwa lengo la kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elimu inatarajiwa kumwezesha mwanadamu kumtambua Mola wake na kumwabudu ipasavyo. Umuhimu wa elimu umeelezwa katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo jambo la kwanza alilopewa Adam alayhi salam baada ya kuumbwa ni elimu, kama ambapo tunajifunza katika sura ya pili, sura al-Baqara aya 31, pale Mwenyezi Mungu anaposema, na Allah akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Mara tu baada ya kushushwa hapa ardhini, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwahidi kumletea Adam alayhi salam mwongozo yeye na kizazi chake, ambao tunaipata katika sura ya pili ya Qur'ani aya 38, pale Mwenyezi Mungu aliposema, tukasema shukeni nyote, na kama mkikufikieni uongofu utokao kwangu, basi watakaofuata uongofu huo hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika. Pia inasema soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, ambaye amemuumba mwanadamu kwa alaq. Soma na Mola wako ni karimu sana, ambaye amemfundisha mwanadamu kwa msaada wa kalamu, amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui, ambayo hii ni sura ya 96, sura Alaq aya ya kwanza hadi ya 5. Kwa hiyo katika aya hizi anaamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wote kujifunza fani zote za elimu. Pia tunajifunza kuwa chanzo cha fani zote za elimu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfunza mwanadamu kwa msaada wa kalamu. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu, awe mwanaume au mwanamke, katika hadithi iliyosimuliwa na Baihaqi. Kwa hiyo elimu ni muhimu na ni faradhi ya kwanza katika Uislamu. Hii ni kwa sababu elimu ndio inamwezesha mwanadamu kumjua na kumtambua Mola wake. Pia elimu inamwezesha mwanadamu
kufanya shughuli zake zote kwa ufanisi. Maswali yenyewe ambayo ndio tutakapomalizia kipindi chetu cha leo ni, unafikiri ni kwa nini Adam alayhisalam aliahidiwa kuteremshiwa mwongozo? Jambo la pili, shirikiana na wanafunzi wenzako kujadili ujumbe wanaopata Uislamu kutokana na wahi wa kwanza kumshikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha andika katika daftari lako kwa ajili ya marejeo. Una maoni gani kuhusu wanaosoma kwa lengo la kupata maslahi binafsi ya kidunia? Haya maswali matatu muyafanye, na kipindi kijacho tutakuja kujadili juu ya majibu mliyopata. Hadi kipindi kijacho tutakapokuwa tunaangalia kutambua umuhimu wa kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na uhusiano wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu na uhusiano wake na masomo mengine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatu salah, ita'u zakah, wa sawmu Ramadan wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila.